Habari mwana Azam FC na hujambo, karibu tena katika kipindi chetu pendwa Azam FC TV, kipindi kinachokuletea burudani kamili ya mchezo wa soka. Hapa utapata taarifa zote muhimu, matukio ya ndani pamoja na nje ya uwanja, bila kusahau mahojiano pamoja na mengine mengi yanayohusu timu yako pendwa ya Azam FC. Hivyo mwana Azam FC, usiondoke kando ya runinga yako. Endelea kutazama channel nambari 1 ya michezo Tanzania, Azam Sports 1 HD ya Azam TV. Azam. Yo, mambo vipi? Mimi naitwa Beka Bebe kutoka Azam FC TV. Karibu kwenye exclusive interview. Hivi ndio sisi huaga tunafanya. Tunakutana na watu especially wachezaji wetu. Tunapiga nao story, kuna vitu vingi nitakayovijua. Kiachana tuna mpira, pia wenyewe ni binadamu. Wanapenda vitu vingine, wanapenda muziki, kuna vitu kibao wanapenda. So karibu kwenye exclusive. Leo niko na my brother Sadun. Saduni akazaliwa wapi? Ni mtoto wangapi kwenye familia ya watu wangapi? Mimi ni mzaliwa wa Temeke, ni mtoto wa 3 katika familia. Mzaliwa wa Temeke, ni mtoto wa 3 katika familia. Saduni kakulia, makuzi yake makubwa ya Saduni alikuwa ni wapi? Ni mkoani ama ni Dar es Salaam? Mimi nimezaliwa Dar es Salaam, nimesoma Dar es Salaam, nimekulia Dar es Salaam. Okay. Yeah. Saduni yeye alianza shule mwaka gani? Shule alikuwa namba ngapi? Katika shule alikuwa anasoma alikuwa ni mtoto namba ngapi kwenye ile watu 10? Shule mimi nimesoma Yemen, ambayo ipo Changombe pale karibu na uwanja wa Taifa, na shule ilikuwa so mzuri sana. So mwisho lakini katikati hapa kwa yani hivyo yani. Kwenye 10 bora ulikuwa namba ngapi? Bana, ulikuwa top boy. Tukimwona Saduni labda akawa anajaji, lakini Saduni akipewa nafasi ya kumuelezea yeye ni mtu wa tabia gani? Mimi ni mpole kwanza. Sema ni mpole, yani mshikaji ambaye sina mambo mengi yani hivyo yani. Mtu cool. Mtu cool. Ukiachana na mpira. Kabla tujafika huko, Saduni anafanya vitu gani? Anafanya kitu gani ukitoa mpira kwanza? Ukweli kusema biashara nimejiinvest kidogo, yani kuna biashara ndogo tu nimejiinvest, lakini ukiacha biashara mimi ni mtu mmoja ambaye nikitoka kazini kwangu basi nipo kwangu, nipo na familia yangu na mke wangu na sometimes na wazee kwa hivyo yani. Okay. Ndoto ya kwanza ya Saduni kabla ya kuanza mpira, ndoto yake ya kwanza ilikuwa ndoto aina gani? Mimi bwana toka nipo mdogo na mpira. Ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda toka nipo mdogo, toka nimeanza kujitambua. Kwa mimi ni mpira mpaka ukubwa huu hapa. Yeah. Kuna mtu yote ambaye alishakuchangia ama alishakuinspire ulikuwa ukimwangalia unasema mimi lazima niingie kwenye mpira? Wapo watu wengi. Kwanza mimi nimeshaokota sana mpira pale Taifa. Okay. Nishapa sana mpira kina Nizalafani, kina Kaseja, kina Isa Rashid hawa. Nishaokotea sana mipira pale kina Humudi. Kwa nishaokotea sana mipira pale. Kwa ni kitu ambacho nilikuwa napenda na nilikuwa natamani kufikia level hiyo, lakini alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu nimeweza kufika hapa na naomba Mwenyezi Mungu niende zaidi ya hapa nilipo. Kipindi unaokota mipira ulikuwa unawaza nini? Ile passion, yani ukiona bwana mpira una feeling yake, ni ukiona watu wanacheza ni wewe mwenyewe unatamani kuwepo mule ndani. Kwa ni kitu ambacho nilikuwa natamani sana. Na alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka leo hii nimeweza kufikia katika level hiyo ambao walikuwa wanacheza kaka zangu, na naomba Mwenyezi Mungu niweze kufika zaidi hapa nilipo. Kuna haso zozote ambazo tulipitia katika kuanza kwetu? Tunaweza tukazielezea labda ilikuwa ni haso sana. Hebu tuelezee. Mpira wangu nimeanzia Temeke, timu za mtaani, nimecheza sana timu za mtaani. Then nikafanikiwa kwenda 2016 nilienda Kagera Sugar under 20 2016 kwa timu ambayo mimi nilikuwepo Kagera. Nilikuwa bado mdogo sana, hata nafasi yenyewe kupata sikupata.
Kutoka hapo nilijiunga na JMK pale, kuna academy pale Sunderland pale Mnazi Mmoja. Nimejiunga pale, nimekaa kama sikosei mwaka na nusu. Zilitokea trials za Mtibwa, nikaenda kufanya trial Mtibwa, nikaenda Mtibwa. Nimecheza Mtibwa miaka mitatu. Kama siku miaka mitatu nimecheza. Miaka mitatu miwili nimecheza Mtibwa. Baada ya hapo kuna trials za Kambiaso. Katika watu sijui wangapi, watu walikuwa wengi, lakini nikafanikiwa kupatikana mimi hapa. Peke yako? Tulikuwa 4. Nilikuwa mimi, Tepsi huyu na Samuel Jackson na kuna mshikaji wangu Abdul Satari Kapilima, tulikuwa 4. Baada hapo nilienda Czech Republic. Baada ya Czech nikaenda Serbia. Kwa Serbia nimecheza msimu mmoja na nusu. Nilipotoka Serbia nikajiunga na KMC. Kabla kwenda KMC nilienda, kuna timu ipo Egypt inaitwa Mahala. Alicheza time mid alicheza. Na Mahala pale nilikuta ndo wanamalizia msimu, yani nilienda raundi ya mwisho. Alafu nilipotoka hapo nikajiunga na KMC. KMC nilikaa msimu mzima pale. Lakini nilicheza sijui dakika 20. Msimu mzima? Msimu mzima nimeweza dakika 20 msimu mzima. Na sio kama nilikuwa sifanyi vizuri, hamna, nilikuwa nafanya vizuri, lakini ni wakati wangu kwa sahihi. Na kuna kipindi paka Awesu alikuwa Simba, aligombana na kocha kwa ajili yangu mimi hapa. Alikuwa anasema bwana kijana apewe nafasi bwana naye acheze, kwa sababu nilikuwa na show up mazoezini, hata tukimaliza kirafiki unaona that I have something. Ilipofika dirisha dogo KMC nikaomba niondoke. Kocha kipindi cha Habibu Kondo akanizuia, bwana usiondoke, utacheza raundi ya pili. Bwana hata raundi ya pili yenyewe ijaanza Habibu akafukuzwa. Akaja Thierry Etimana wa kocha Rwanda alikuja. Akaja pale naye akaja na philosophy zake mpya, kwa sababu alikuwa pia akija lazima apate ripoti ambazo alikuwa anacheza za nyuma. Ripoti hiyo mimi sikuwepo kwa sababu nilikuwa sichezi. Kwa kwanza kama mechi 4-5 hivi nikamfuata mwalimu, nikaongea naye, akasema wewe usio na wasiwasi, utacheza. Kweli bwana, zilifikia mechi za mwisho 5 alikuwa anataka nichezeshe. Aliniambia bwana, mechi 5 za mwisho zote zako unacheza, aliniambia, nakumbuka. Bwana Mungu naye ana mipango yake. Uweza mimi mechi hata moja sikucheza, nilikuwa naumwa vibaya mno. Acha. Yaani ghafla tu niliumwa vibaya mno. Hata mechi moja hujacheza? Hata sijacheza, hata mechi hata moja. Niliumwa vibaya mno. Mpaka msimu wenyewe ukaisha. Baada hapo nikakosa timu. Nikaenda kusaini timu ya daraja la ngapi? La 4. Kutoka ligi kuu mpaka daraja la 4. Daraja la 4 la 3. Yaani kama leo saa 4 usiku, saa 6 dirisha linafungwa. Mimi nikaenda kusaini timu ya daraja la 3 kama sikotela, la 3 la 4. Nikaenda daraja la 3. Kutoka ligi kuu mpaka daraja la 3. Noma sana. Na Mungu ana mipango yake. Kweli bwana, nimeenda kule timu. Nilikuwa nacheza lakini timu ile ilikuwa inapigwa mizengo kweli, timu hiyo ndogo. Lakini sasa jamani, nakuaje tena? Mimi nimekuja huku kuwa tu kwenye system ya mpira. Na uweza amini hiyo timu mimi, yani mimi niko slip chochote. Sipate senti 5 kwenye hiyo timu. Haulipo hata 100? Hata 100. Labda ikitokea tu hizi posho, na utapoa sometime, utapoa posho safari, labda mkisafiri au mkicheza mechi sometime unapewa bonus. Wewe imagine mkishinda mechi mnapewa 10,000. Aya. Kwa hivyo ni moja ya maisha, ni njia, unajua. Okay. Baada ya hapo dirisha dogo lilipofika, timu ya Singida ambao sasa hivi ni Singida Black Stars. Kuna kakaangu mmoja hivi anaitwa Ibrahim. Alinipigia simu, bwana mdogo wangu upo wapi? Nikamwambia bwana mimi nipo nyumbani. Hebu nitumie CV zako na video. Nikamtumia CV zangu na video. Akamuonesha Babu Hans, kipinicho Hans van Pojum alikuwa coach. Hans akasema hizi video mimi sitakuziona, mwambie aje nimuone mwenyewe. Kweli kaka kananiambia bwana mkaza ticket ya basi hapo. Nakumbuka alinitumia bwana pesa bwana. Ibrahim mwenyewe alitoa mfukoni, bwana mdogo wangu chukue pesa. Njoo huku. Nakumbuka kipinicho wapombea wanakuja Dodoma. Mimi nikaenda kule Dodoma pale. Mimi nimefika kabla. Wao wakaja. Siku ya kwanza tukufanya mazoezi, siku ya pili nikaenda mazoezi kama wiki hivi nikafanya.
Kocha akasema sawa, mpeni kijana mkataba. Kwa kweli Singida. Kwa mimi nikachukua mkataba miaka 3. Sasa ni mkataba miaka 3. Kwa nikacheza Singida, namshukuru Mungu. Mwanzo nilikuwa sipati nafasi, lakini Babu Hans akaanza kuniamini dakika 5, 10. Gusa kidogo. Nakumbuka na mechi ambayo alinipa dakika nyingi ilikuwa mechi ya Coast, ambao sasa ndo watu bwana kijana kumbe ana uwezo bwana. Mechi ya Coast na mechi ya IF pia nilienda. Ndio mechi ambayo mimi nilipa usajili IF. Ndizo Singida na IF. Baada msimu kuisha, Zuberi Katwila akanitafuta, bwana vipi bwana, na kuhitaji kwenye timu yangu. Nikamwambia sawa, mimi lakini na mkataba. Ukasema basi sawa, njoo kwa mkopo. Ukanichukua mkopo mwaka mmoja. Ukasaini mkopo mwaka mmoja kwenda IF. IF nimecheza kule raundi ya kwanza, na mshukuru IF kule nimecheza mechi nyingi sana. Nimetoka IF dirisha dogo tena nikaondoka. Dirisha dogo nikaondoka na Geita. Kipindi hicho Geita kocha Moroko wakati ana approach yeye, wakati mimi naenda Moroko yakaondoka. Unakuwa unapishana nao. Kocha akawa Dennis Kitambi. Kwa nikaenda dirisha dogo Geita. Tumecheza Geita pale mpaka msimu umeisha. Nakumbuka kipindi hicho bado nipo IF. Tulicheza mechi na Azam. Tulifungwa 3-1. Mkafungwa 3-1. Baada ya mechi nakumbuka Dabo alinifuata, Yusuf Dabo. Kaongea naye, kaniuliza tu maswali, bwana unaitwa nani? Na umri gani? Basi hivyo akasema sawa na kufuatilia. Nilienda tena Geita. Tumecheza mechi na Geita pale tulifungwa 2-1. Tulianza kufunga Azam, wakaja kachomoa, watufunga 2-1. Nakumbuka baada ya mechi ya Geita, tulicheza usiku pale Chamazi. Wakanifuata, wakaniambia wewe unakuja Azam. Nikasema inshallah kila kitu kheri. Tuendelee kupambana. Naambia bwana endelea kupambana, tunakufuatilia. Kweli tumeenda tena mechi ya Simba na Geita. Tulicheza pale Chamazi pia. Complex pale. Hivyo the same scenario. Wakanifuata, bwana wewe unakuja Azam. Nasema inshallah kheri. Tuombe Mungu. Kwa baada hapo msimu mechi ya mwisho tumemalizia na Azam Geita. Kipindi hicho Azam wanatushusha Geita kule. Na moja mechi nzuri ambayo nilicheza vizuri sana. Namshukuru Mungu. Baada hapo nakumbuka meneja Chidi alinifuata. Chidi Eto. Akaniambia mdogo wangu tuombe Mungu inshallah lote linaweza kutoka. Nikamwambia inshallah kila kitu kheri. Ile simu ya kwanza kupigiwa ulijisikiaje, ama kuna kitu gani kilikuingia kichwani kwa wakati huo? Hakuna kitu kizuri kama mchezaji kupigiwa simu. Unatakiwa na timu kubwa. Mazingira mara ya kwanza unaingia pale Complex, sasa mimi ndo mchezaji wa Azam rasmi. Mazingira yake na ni kipi ambacho ulivyoingia ukasema mimi bwana nishafika hapa kwa lazima nitafanya hichi na hichi? Ni kitu kizuri na ni sema ambao mimi sio ngeni kwangu, kwa sababu kwenye udogo wangu pia niliwahi kupita kufanya mazoezi na timu za vijana, hata mechi za kirafiki pia nilikuwa nacheza. Na most of wachezaji ambao ni kipindi nakuja Azam wengi tunafahamiana, kwa haikuwa kitu kigumu, walinikaribisha vizuri. Ametakuliza mpira kwa Abdul Suleiman Sopu. Naingiza pasi ndani kwenye nafasi Nasol Saadun. Bao la pili kwa Nasol Saadun. Ukiulizwa na mtu wa nje uiongelee Azam FC, unaweza kaiongelea kwa namna gani? Ni timu aina gani? Ni timu yenye kuishi vipi na wachezaji? Kwa timu nilizopita zote kuna utofauti mkubwa sana kwa timu nilizopita na Azam. Azam ni timu ambayo ina wajali wachezaji, inatu take care vizuri, yani kuanzia uwanjani mpaka nje ya uwanja. Tunaishi vizuri, mazingira ya mazoezi ni mazuri, tuna equipments zote, vifaa vya mazoezi, sijui viwanja kama ni gym, tunapata kila kitu kwa wakati, vitu ambavyo vinakufanya uwe bora zaidi.
Zamani watoto kuruhusiwa kucheza mpira na wazazi ilikuwa ngumu sana, special kwa sababu ukiona mtu kavunjika uwanjani ama kapata injury yoyote, kwa wazazi walikuwa wanaogopa sana kumwambia mtoto wake kumpeleka kwenye mpira. Ukipewa nafasi ya kuongea na wazazi kwa wale watoto ambao wenye vipaji vya mpira, unaweza kuambia nini? Wa invest katika watoto wao, kama wana interest na mpira, wa invest kwa sababu mpira ni moja ya, naweza kusema biashara au kazi, moja ya biashara au kazi kubwa sana duniani, ambao wachezaji wanalipwa pesa nyingi sana. Kwa mimi na washauri wazazi wa invest katika watoto wao, wa support watoto wao, sababu ni kitu ambacho wanapenda, basi wa support. Okay. Yeah. Tuko sasa hivi tuko na mwalimu kocha Florent Ibenge, na ndo mwalimu wetu sasa hivi wa klabu yetu, na ndo mara ya kwanza amekuja kutufundisha sisi Azam kwa hapa Tanzania. Wewe umepata bahati ya kuwa kwenye kikosi chake. Ukiulizwa na mtu unaweza kumhadisia ni mwalimu wa namna gani, na wewe unategemea kupata nini kwake? Ibenge kwanza ni mzazi, alafu pia ni mwalimu ambaye yupo straight, ni mkweli. Ni mwalimu pia ambaye ana uwezo kumtengeneza mchezaji akawa mkubwa. Yeah. Okay, na ukimwangalia wewe personal unasema huyu jamaa mpaka muda fulani nitakuwa nimegain labda kitu fulani kutoka kwake. Yeah. Yaani jamaa ni mtu ambaye akitaka kusaidia unaona kabisa huyu anaona labda mimi nina kitu, kwa atakupushi zaidi uweze kufanya vizuri zaidi. Okay. Yeah, ni mzazi, yani Benge ni mzazi. Ni kwanza ni mkweli. Ukiwa unakosea, ukiwa haupo katika mstari mzuri anakuambia. Ukilisikia neno ama ukiwa umelala usingizi ukaamshwa ukatajua neno mpira, unaweza kulielezea wewe kama unaweza kulielezea kwa namna yengo ipi? Mpira kwanza, ukiacha mpira una feelings kubwa sana. Watu wanaumia sana kwenye mpira. Kwenye ukifungwa pia mpira umenibadilishia sana maisha yangu mpaka kufikia hapa. Mpira mpaka sasa hivi umenipa vitu vingi katika maisha yangu. Yeah. Wewe ni binadamu kama sisi, kama wengine walivyokuwa binadamu. Nataka kuuliza swali lingine. Pesa ina nafasi kiasi gani kwenye kuweka mapenzi yawe bora, kwenye mahusiano ili yawe bora? Pesa ina nafasi kwa kiasi gani kulinda mahusiano yawe mazuri zaidi? Mimi sidhani kama pesa ina nafasi kubwa sana kwenye upendo, kwa sababu ukiangalia mwisho wa siku pesa hainunui furaha. Unaweza ukawa na pesa pia lakini hauna furaha. Kwa hiyo mimi sidhani kama kweli ni pesa ina uwezo kutatua changamoto yote ambao unakabili, labda nisemeje, kiuchumi, labda kula, mambo mengine, lakini sidhani kama ina nafasi kubwa katika upendo. Kwenye klabu yetu kwenye klabu ambayo tunacheza, klabu ya Azam FC, nani huwa ni rafiki yako sana, na hata likitokea jambo la kumuelezea unaweza ukampelekea ukamshirikisha? Adolf, muda mwingine Chilambo, Nathaniel Chilambo. Nikiwa na shida naweza nikakaa naye nikaongea naye. Yeah. Okay. Tuko Zanzibar sasa hivi, tuko kwenye Mapinduzi Cup, na timu yetu iko huku. Mashabiki wengi wa Azam FC wanatamani kusikia mambo mazuri kutoka huku sisi tulipo. Wewe ni kama balozi wa timu yetu na ni balozi wa timu yako, unaweza kuambia nini mashabiki sisi tuko kwa Zanzibar wategemee nini kutoka kwa Azam FC? Mimi nataka niwaahidi tu mashabiki, sisi tupo vizuri, wachezaji wote tumejiandaa vizuri, na inshallah tunawaahidi inshallah tutashinda ili kombe inshallah. Okay. Kuna mtu yote Saduna anamwangalia kama role model wake, ama alikuwa anamwangaliaga toka zamani mpaka sasa hivi anamwangalia kama role model? Zamani kuna watu nawafuatilia, na mpaka sasa hivi kuna watu pia nawafuatilia. Amba nani? Oli Watkins ambaye yupo Aston Villa, namfuatilia sana.
kina Isaac. Yeah, ni wazaji wengi ambao nawafuatilia. Isaac wa Liverpool. Wa Liverpool, yeah. Okay. Yeah. Saduni hapendi nini na nini? Ni kitu gani hapendi? Na ukitaka umkere Saduni ufanye nini? Yaani Saduni hapendi nini? Kuchelewa. Anagombana watu wengi sana kwenye muda. Swala la muda. Yeah. Mechi gani kwako ilikuwa ni mechi bora sana na hautoisahau toka umeingia Azam FC? Yaani mechi gani kwako ni mechi very 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 fantastic? Mechi nyingi kwangu ni bora. Kuna mechi zile hata mbili ama moja ambayo ilikuwa kwako ni bora zaidi na huwezi kuisahau, labda unaweza kaiongelea pia kidogo? Mechi bora na hisi ni mechi ambayo tume qualify kwenye Champions League, hatua ya makundi. Yeah. Kwa kweli ni mechi bora sana. Yeah, mechi bora kwangu. Okay, goli bora ambalo Saduni alilifunga na hata ulisahau. Na hata alivyotoka uwanjani bado alikuwa anamjia na kulifikiria, ni goli gani? Magoli mengi imefunga mazuri, lakini nahisi ni goli la KMC. Goli la KMC. Hilo lilikuwa ni goli bora kwako bado? Kwangu. Yeah. Ukiwa kuna mechi kubwa tunacheza, wewe huwa unajiandaa kwa namna gani? Unajua kabisa leo tuna mechi kubwa, tuna dabi. Wewe huaga ni kwa style gani huaga unajiandaa kukabiliana nayo? Kwanza nitajitahidi nipumzike vizuri, nile vizuri. Yeah, na muda mwingi sana natumia kuongea na wapendwa wangu. Kuweka mindset fresh. Mindset vizuri, yeah. Okay. Yaani nisiwe na pressure sana au kufikiria mechi sana. Kwa muda mwingi natumia sana kuongea na wapendwa wangu. Okay. Sio swali la kuingia ndani sana, unaweza kwa alituhusu mimi na mashabiki, lakini tunatamani aushare na sisi. Shemeji amekuwa na nafasi, yani mke wako amekuwa na nafasi kiasi gani kwenye upande wako wewe wa mpira? Nice, ana nafasi kubwa sana katika maisha yangu. Nafasi kubwa sana na namshukuru kwa hilo. Ni mwanamke ambaye anani support sana, anani inspire pia. Hata sometimes nikiwa na bad games, nikirudi nyumbani najua kabisa ujamaa leo hayupo sawa, amekuwa na mchezo. Na mara nyingi huwa na pia nikicheza naangalia mechi. Kwa hata sometimes anakujaga uwanjani, kwa anajua nikiwa na mechi mbaya na ni encourage. Yeah. Nakuita mnaongea? Yeah, naongea kwa namshukuru sana mke wangu na ninampenda sana mke wangu. Yeah. Bana safi sana. Tunaenda kwenye mwaka mpya ndugu yangu. Nadhani tumebakiza siku moja ama mbili. Siku mbili. Inshallah tutakuwa tunaingia kwenye new year. So chochote ambacho unaweza kuongea, unaweza kaielezea mwaka mpya ni kitu gani wewe, kama ukisikia mwaka mpya ni kitu gani? Ama ulivyokuwa unasikia zamani mwaka mpya kwako ilikuwa ni kitu gani? Kwangu mimi hapa sijui nielezee vipi, lakini ni kitu ambacho tunaendelea kukua, miaka inazidi kwenda, yeah, na maisha yetu yanazidi kubadilika, yanazidi kusonga mbele. Kwa sijawahi yaani sijui nilijibu vipi hilo swali. Nakupa nafasi ya kuongea kitu chochote ambacho ulikuwa unatamani kuambia mashabiki wa Sadun na mashabiki wa Azam FC, chochote kile ambacho mimi sijakuuliza lakini ulikuwa unatamani kuambia, pamoja na kuwatakia mwaka mpya. Mimi sina mengi na sina ya kusema mengi. Nahisi tu unaweza kuambia waendelee kunisapoti na nawashukuru sana, na endelee pia kuisupport Azam. Na sisi kama wachezaji na mimi kama mchezaji tunawaahidi hatutoangusha, na inshallah mwaka huu unaoingia tutafanya vizuri katika ligi, makundi na huku tulipo Mapinduzi inshallah. Watakie na heri ya mwaka mpya. Na natakia na heri ya mwaka mpya. Na Mwenyezi Mungu awajalie inshallah. Bwana, shukrani sana kwa muda wako. Asante sana kukaa na mimi, ukaa pamoja kuangalia exclusive interview na my brother Sadun. Amekueleza vitu vingi sana kwa kijana ambao una ndoto ya kufika mbali kuhusiana na swala la mpira. So sikiliza, zingatia. Kila wiki muda kama huu usikose kutazama
kwenye Azam Sport HD1 utakuwa unakutana na mimi BMA kutoka Azam Sport, Azam FC TV kukupa yale yote ambayo yanatokea. Mimi sina mengi ya zaidi na kutakia mwaka mpya. Mwenyezi Mungu akufanikishie malengo yako. Bye bye.